Jeff, jana Yanga walikuwa wanazungumzia kuhusu safari yao na actually leo wameanza safari kwenda Zanzibar. Baadhi ya watu mtaani, mashabiki wa Yanga na mashabiki wa upande wa pili, wanazungumzia kuhusu kilichotokea msimu uliopita, tukiwa tunajua kwamba Young Africa ilitolewa katika hatua ya makundi na umlolongo kama unajirudia. Msimu uliopita Yanga kipindi anatolewa kwenye hatua ya makundi alikuwa na kocha mpya, na sasa hivi tunaona wanaenda kuanza kwenye hatua hii ya makundi pia wanakuwa na kocha mpya. Unaizungumziaje kwanza hii statement ya Yanga? Unajua issue ya timu kubadilisha kocha ni maisha ya kawaida kabisa kwenye football, hasa hizi timu kubwa, kwa sababu demands za timu kubwa ni kubwa nazo kama size ya klabu ilivyo, lakini pia timu kubwa zina mambo mengi na kwa bahati mbaya mazingira ya kuondokewa na makocha ya msimu uliopita na msimu huu hayafanani. Msimu uliopita Sead Ramovich hatua kama hii walimfukuza Gamondi. Msimu huu hatua kama hii wamemfukuza Romain Folz. Ukiangalia Gamondi, mimi naamini alifukuzwa kwa sababu za nje ya uwanja. Pengine uhusiano wake na mabosi kwenye klabu ulikuwa sio mzuri, lakini sio kwamba timu ilikuwa haifanyi vizuri. Msimu huu watu wengi hawajafurahishwa na mwelekeo wa Yanga. Even though matokeo yalikuwa yanapatikana, lakini inaonekana kwamba watu walio wengi hawakufurahishwa labda na aina ya mpira ambao Romain Folz anafundisha. Kwa hiyo ni maisha ya kawaida. Ila tabu ni kwamba kwenye mpira unajua kuna vitu vya mpira ambavyo vikitokea timu inaweza kufanya vizuri na visipotokea timu inaweza isifanye vizuri. Moja kati ya vitu vinavyozinyima klabu za Tanzania mafanikio kwenye michuano ya kimataifa, na ama niseme mafanikio mfululizo, ni jinsi ambavyo hizi timu zinakosa muendelezo wakati mwingine kutoka msimu mmoja kwenda kwenye msimu mwingine. Hii issue ya kufukuza makocha, kwa mfano ukienda Ahli pale, makocha wanafukuzwa sana, lakini most of the time utakuta wachezaji ni wale wale. Yaani ile core ya wachezaji, ule uti wa mgongo wa wachezaji unaukuta kwamba haujabadilika. Sasa huku kwetu kwanza kwenye hizi timu zetu kubwa, karibu kila msimu timu inabadilika. Ukiangalia kwa mfano Yanga msimu uliopita ilikuwa ni rahisi kwa sababu aliondoka kocha, lakini wale wachezaji walikuwa ni wale wale. Aucho alikuwepo, Pacome alikuwepo, Mzize kwa sawa. Sasa msimu huu Aucho hayupo, Aziz Ki hayupo, Mzize ana injury. Kwa hiyo kuna dynamics tofauti kidogo hapo ambazo unaziona. However, kundi ambalo Yanga amewekwa kwenye michuano ya msimu huu ni kundi gumu sana, huo ndio ukweli. Ukizungumza Al Ahli, nadhani upaswi kuzungumza mengi kuhusu Ahli, kila mtu anajua. Ukiwazungumza FAR Rabat, wanaweza wakawa kuchukua ubingwa wa Morocco msimu uliopita, lakini kwenye hatua ya makundi walifanya vizuri kwenye kundi lao walilokuwepo. Zaidi tu ya hapo, wanakutana na JS Kabylie, klabu bora kwenye rekodi za kimataifa Afrika kutoka Algeria. Kwa hiyo ni kundi ambalo Yanga hawana budi kuliapproach kwa ujasiri mkubwa, wakijua kabisa kwamba kila mechi ni finali. Yaani kila mechi ni muhimu sana. Kwa hiyo of course ili kuwa bora inabidi ukutane na wale walio bora na uwashinde. Kwa hiyo ni Watanzania wenzetu, we wish them all the best, lakini haitokuwa rahisi. Upande wa pili Simba walienda kucheza na Petro de Luanda. Ni timu ambayo ishaye kufika hadi nusu finali misimu kadhaa iliyopita na 23 walitolewa na TP Mazembe nafikiri. Unawapa asilimia ngapi Simba kushinda hii mechi ya tarehe 23? Mimi nawapa Simba asilimia ndogo sana za kushinda, nisiwe muongo, kwa sababu Simba sio timu mbaya, lakini kwa hatua walioko sasa hivi bado wako kwenye hatua za ujenzi wa timu. Kwa hiyo siwapi nafasi kubwa sana ya kukutana na timu ambayo imekuwa na rekodi nzuri katika michuano ya Afrika katika miaka ya karibuni. Ziko timu ambazo Simba inaweza ikafanya vizuri dhidi yao msimu huu, lakini sasa unajua kwenye mashindano ya Afrika wakati mwingine uwepesi unaupata kulingana na mtu ambaye umepangwa naye. Kwa mfano Orlando Pirates ni timu ambayo ilifika nusu finali msimu uliopita. Waliperform vizuri kabisa, walizifunga timu za North Africa ugenini tena. Ahli alikufa ugenini, CR Belouizdad alikufa ugenini. Sawa. Msimu huu wamekutana kwenye hatua za mwanzo na Lupopo. Sawa. Wamefungwa 3-0 nyumbani,
wakashinda 3-0 nyumbani kwao. Kwenye penalti wametolewa. Sio umeona hiyo hali. Kwa hiyo sio kwamba eti kuna kitu kilikuwa kimepungua Orlando Pirates, hapana. Ni kwamba wamepangwa tu na mpinzani mgumu ambaye pengine mategemeo ya ukutane naye labda kwenye makundi huko, umekutana naye hapa mapema. Kwa hiyo hata Simba huu ni mtihani mgumu sana kwao, sio mtihani mwepesi. Na mimi of course mimi ni shabiki wa Simba na naitakia timu yangu kila laheri, lakini bado Simba amepangwa kwenye kundi gumu. Yaani hata wale ambao wanapiga hesabu za kwamba eti Stade Malien ndio watacheua point 6 kwa Simba, mimi nadhani wajiandae kisaikolojia, haitokuwa nyepesi. Na hiyo mimi kwangu imekuwa ndio mindset yangu, kwa sababu na ufahamu ugumu wa mashindano ya Afrika kwa klabu za Tanzania. Kwa hiyo bado tuendelee kujipanga, mimi simkatishi mtu tamaa na I have high hopes, lakini mimi matumaini ya Simba sio tu kwenye mechi hii, matumaini ya Simba kwenda hatua ya robo finali kutoka kwenye makundi ni 50-50, sio jambo la uhakika sana. Azam Singida anaenda kucheza na wa Algeria, Azam anaenda Kongo. Hebu tuzungumzie hizi timu mbili ambazo ni kama changa kwenye mashindano haya na hazijafuzu kwa muda mrefu kuingia kwenye hatua kama hii. Nazo unazizungumzia vipi labda? Yeah, of course Singida pamoja na Azam ndio kidogo wana kazi nyepesi kuliko wakubwa wao ambao ni Simba na Yanga, na hii ni kwa sababu moja kubwa. Singida na Azam hawana pressure. Kwa hiyo wana approach haya mashindano kwa pressure ndogo sana, kwa sababu hawana cha kupoteza. Azam amefika hatua hii mara ya kwanza katika historia yake. Sawa. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba wao ni kama kazi wameshaimaliza, yani hawadaiwi chochote. Singida nao ni hivyo hivyo, sababu Singida ni timu ya juzi tu hapa. Hawana muda mrefu sana kwenye maisha ya mpira, na kimataifa huku bado ni wachanga. Kwa hiyo na wote wamewekwa kwenye makundi magumu, sio makundi mepesi. Kwa hiyo ambacho kinahueni kwao ni kwamba hawana pressure. Unajua Yanga kwa mfano wamewekwa kwenye kundi gumu, si ndio? Lakini sidhani kama kocha maisha yake atakuwa salama endapo Yanga kwa mfano ataondoka kwenye hili kundi bila kupata point hata moja. Sawa? Pamoja na kwamba amepangwa na kwenye kundi gumu, lakini kocha watu hawatomhurumia ikitokea timu imefanya vibaya. Ndio wakati mwingine shida ya kufanya kazi kwenye mazingira ya pressure kama ambayo wanakutana nayo Simba na Yanga. And the same with Simba. Unadhani kwa mfano Simba wakitoka kwenye hatua hii au wao wa mwisho, watu wataanza kumjadili kocha, even though we all agree kwamba bwana hili kundi ni gumu na hii timu ni mpya, kocha amekuja katikati ya msimu, kuna wachezaji wapya, lakini hii ni pressure ambayo Singida pamoja na Azam hawana. Kwa hiyo nadhani slightly Azam kidogo na kundi jepesi ambalo akichanga karata zake kiusahihi kulingana pia na mazingira yao walionayo. Wana kocha mzuri Benge, mzoefu sana kwenye hii michuano, lakini pia wanakwenda kucheza na timu ambazo kama wakichanga karata zao vizuri wanaweza kupata chochote. Manyema anaweza akawa ni mpinzani mgumu, lakini Azam anaweza kupambana naye. Nairobi United, yes, amewatoa Etoile du Sahel, lakini Azam akiwaangalia anaweza akajiamini kwamba bana mimi naweza kuwatoa hao. Shida moja ndogo iliyoko ni kwamba hawa pinzani nilokutajia Manyema pamoja na Nairobi nao wanamwangalia Azam hivyo hivyo kwamba bana ili kundi ni gumu, lakini point sisi tutaenda kuzipatia Tanzania, sio Morocco. Umeelewa? Yaani Manyema anaangalia mimi point zangu nyingi ziko Nairobi, ziko Tanzania. Umeelewa? Azam naye anaangalia anaona point zake nyingi ziko Kongo, ziko Kenya. Lakini Nairobi United naye anaangalia anaona point zake kama aliweza kumtoa Etoile du Sahel, hawezi kumuogopa Azam, hawezi kumuogopa Manyema. Kwa hiyo technically hata wao hilo kundi sio jepesi. Lakini ndio tunarudi pale kwamba hawa Azam na Singida wana operate kwenye zero pressure tofauti na wenzao Simba na Yanga. Kwa hiyo tunazitakia kila laheri timu zote za Tanzania, lakini mimi kwa kuwashauri wa Tanzania wenzangu tusiwe na mindset kwamba hizi timu zetu sisi zinakwenda ni lazima ziende kushinda. Lazima tuwe na matarajio yenye uhalisia kwamba haya mashindano ya Afrika, klabu zetu sisi ikifika hatua hii ya makundi, hapo nazungumzia elite clubs za Afrika, sisi bado tuko kwenye daraja la chini. Yani kwenye wale elites sisi daraja letu bado ni la chini. Kwa hiyo tupambane kujaribu kuijenga nafasi yetu ili miaka 5-10 ijayo tuzungumzie kwamba kuna siku tunaliona kundi kama hili, tunaamini sawa ni kundi gumu, lakini Simba Yanga anaweza kucheza na Ahli na akamshinda, Yanga anaweza kucheza na Asfar Rabat akamshinda. Kwa hiyo bado hatujafikia hiyo hatua, ila ipo siku tutaifikia. Swamona bodi ya ligi wametoa ratiba mpya ambayo
imeangalia sana haya mashindano ambayo timu zetu za klabu zinacheza, lakini pia na timu yetu ya taifa ambayo inaenda kushiriki AFCON nchini Morocco. Unaizungumziaje ratiba hii mpya ambayo bodi ya ligi wameitoa, na je, unahisi kwamba tutamaliza kwenye kipindi sahihi ligi ambayo inatakiwa iishe, au kuna changamoto gani ambazo zinaenda kutokea kulingana na ratiba yetu na ratiba za vilabu vyetu? Ya kwanza kabisa, mimi hizi taarifa za kwamba dabi imeahirishwa nimeziona jana na sijachukua muda kuifuatilia ratiba ilivyo, lakini watu wanapaswa kujua kwamba ratiba iko complicated kidogo kwa uhalisia tulionao, na hii ni kwa sababu AFCON inafanyika mwezi wa 12. Kuna Tanzania iko kwenye AFCON. And you never know, Tanzania inaweza ikafuzu hatua ya 16 bora. Sawa. Sasa ukiachilia mbali hilo, pia zamani ratiba yetu ilikuwa inakuwa complicated sana na ushiriki wa klabu zetu kwenye michuano ya kimataifa. Na hili ni tatizo ambalo tunaliona sio Tanzania tu, hata Misri ukienda kule mara nyingi unamkuta Ahli anaweza akawa na viporo 5, 6, wenzie wanacheza ligi vizuri kwa sababu ya ushiriki wake kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo mimi naelewa, even though I'm disappointed, nilidhani kwamba tungeweza kuona dabi mwaka huu, kukaa mpaka mwakani mwezi wa 3 ni muda mrefu kidogo, lakini hakuna namna. Wakati mwingine hizo ndio consequences za yale ambayo yanaendelea kama maendeleo ya taifa letu kwenye ushiriki wake kwenye michuano ya CAF. Ukiangalia safari hii tuna timu 4. Hii itaathiri ushiriki wa hizi timu kwenye ligi, na hapo hujazungumzia hata kwa mfano ikitokea timu zote 4 labda zikafuzu kwenda kwenye hatua ya robo finali, ratiba maana yake itakuwa complicated zaidi, na hili sio jambo jepesi. Kwa hiyo tuelewe, na ufikiria kwa mfano ingekuwaje kama Tanzania ingekuwa imefuzu World Cup pia. Umeelewa, ratiba ingekuwa ngumu zaidi. Kwa hiyo we need to sympathize na mamlaka za soka kwa haya mambo ambayo anayafanya, na kuelewa tu kwamba hii sio kazi rahisi na kukubaliana na hali halisi. Asante sana Jeff.